Mkoa wa Mara umefunikwa na simanzi. Nyimbo zilizokuwa zikitikisa vijiji, masoko na mikusanyiko ya watu sasa zimebaki kuwa kumbukumbu zinazogusa mioyo ya watu wengi, huku sauti ya msanii wa mziki wa asili Dickson Juma maarufu kama Njiwa Manga imefikia ukomo wake hapa duniani. Mnamo tarehe 7 Juni mwaka huu 2026, Njiwa Manga alifariki dunia katika hospitali ya wilaya ya Butiama baada ya kuugua kwa muda mrefu ugonjwa wa kujaa maji tumboni maarufu kama ascites. Ni safari ya maumivu iliyodumu kwa zaidi ya mwaka mmoja, safari ambayo mwisho wake uliandikwa kwa mkono wa maumbile usiozuilika. Kwa mujibu wa kaka yake Elias Dickson, marehemu alipambana kwa muda mrefu na maradhi hayo, huku familia na marafiki wakijitahidi kuhakikisha anapata matibabu, lakini kama wahenga walivyosema, mauti hayana hodi, yakifika huchukua nafasi yake. Hatimaye safari ya maisha yake imefika tamati. Chanzo cha kifo chake, anasumbuliwa na tumbo na muda mrefu, karibia mwaka mzima. Aliugua kipindi fulani hivi ndani karibia miezi 5, akapata unafuu, ndio baadaye imekuja imejirudia. Mazishi ni Jumatano, Buturu Majengo. Kifo chake kimeacha pengo kubwa si tu kwa familia yake, bali pia kwa mashabiki, wadau wa sanaa na wapenzi wa muziki wa asili kutoka mkoa wa Mara na maeneo mbalimbali ya nchi. Wengi wanamkumbuka kama msanii aliyekuwa na kipaji cha kipekee, mwenye uwezo wa kubadilisha simulizi ya maisha ya kila siku kwa nyimbo zilizobeba mafunzo, burudani na utamaduni wa jamii. Jina la Njiwa Manga lilianza kung'ara zaidi kupitia wimbo wake maarufu wa Sindika, uliopenya katika nyoyo za watu wengi ndani na nje ya mkoa wa Mara. Wimbo huu ulimpa nafasi kubwa kutambulika na kuwa miongoni mwa sauti zilizokuwa zikibeba urithi wa mziki wa asili kwa kizazi cha sasa. Sindika,